Habari za wakati huu ndugu zangu, ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto, mganga mwenye kalama na maarifa ya kutosha. Siku ya leo nataka nikufundishe elimu. Na elimu ninayotaka nikuletee siku ya leo ni mambo ya uchawi. Wachawi wanaumiza watu, wachawi wanatesa watu, wachawi wanafanya watu wanahangaika na kupoteza mali zao. Watu wengi wamefilisika kwa ajili ya wachawi. Watu wengi wamefukuzwa kazi kwa ajili ya uchawi. Ndoa nyingi, mapenzi mengi yamevunjika kwa ajili ya uchawi. Vitu vingi vizuri vimeweza kuharibika kwa sababu tu ya wachawi, na ndio maana mimi Dr. Imani Mandoto nikaona sasa niweze kukushirikisha namna gani wachawi wanatumia mpaka wanaweza kukuzuru. Maana kuna watu wanajiuliza, mimi sijakula kitu cha mtu, mimi sijamuumiza mtu, mimi sijamdhulumu mtu, kwa nini wachawi wananiandama Dr. Mandoto? Sasa naomba unisikilize ili upate kuelewa. Wakati wowote katika maisha yako uelewe, mchawi hana sababu. Mchawi raha yake ni kuona mambo ya watu yanaharibika. Mchawi raha yake ni kuona watu waliokuwa wazima wanatawaliwa na magonjwa. Mchawi raha yake ni kuona watu wenye mali wanafilisika. Mchawi raha yake ni kuona watu wanaokaa vizuri wanafarakana. Lakini sasa wanatumia njia gani? Wanatumia vitu gani mpaka wanaweza kukuroga? Mara nyingi wachawi wanaroga kwa kutumia vitu vinaitwa vingila. Na mtu aliyologwa kwa kuweza kuchukuliwa vingila, mara nyingi uchawi wake unatakiwa apatikane mganga mwenye ustadi sana ili kuweza kumsaidia kumuondolea hiyo shida. Kwa sababu mchawi anapokuroga akawa amechukua kingila chako, maana yake hautoweza kuaguliwa mpaka na huyo mganga wako aweze kujua namna ya kwenda kuchukua hicho kingila hapo kilikopelekwa uchawini. Sasa kingila ni nini? Kingila ni aina ya kitu kinachochukuliwa kutoka kwenye mwili wako, halafu kinapelekwa kwa wachawi, ambacho kinakuwa kinapelekeshwa na kufanyiwa vitu vibaya, kana kwamba kinakuwa hicho kitu kinakuwakilisha wewe kule uchawini. Na ndio maana utakuta mtu aliyologwa kwa kuchukuliwa kingila, hata akienda kwa mganga, akienda kuaguliwa, akitoka pale kwa mganga tu, wale wachawi wanamrudishia tena vile vitu, kwa sababu wanakuwa wana kingila chake kule uchawini. Sasa kingila ni nini? Kingila ni kwa mtu unaweza ukachukuliwa nguo yako unayovaa, hiyo ni kingila. Ikachukuliwa sehemu uliyokanyaga, hiyo ni kingila. Ukachukuliwa mchanga wa nyumbani kwako, hicho ni kingila. Ukachukuliwa mchanga kwenye biashara yako, hicho ni kingila. Kucha zako ni kingila, nywele zako ni kingila, mate yako ni kingila, chakula ulichobakiza ni kingila. Kwa mfano kwa wanawake, zile pedi mnazoistiri wakati wa period, zile ndio mbaya sana, ni kingila kile ambacho kinachotumika ili kuweza kumfunga mwanamke kizazi. Kwa hiyo kuna wanawake wengi wanashangaa kwamba mbona mimi nilishazaa mtoto mmoja lakini kupata mtoto wa pili inakuwa ni changamoto, au mimi nilishapata watoto wawili lakini kupata mtoto wa tatu inakuwa ni changamoto. Anahangaika, anakwenda sehemu, akienda hospitali akipimwa tatizo halionekani, lakini kumbe wachawi walichukua ile pedi yako uliojitumia kujistiri wakati wa period wakaipeleka uchawini, na ndio hiyo wanaitumia kama kingila cha kuweza kukufunga we kizazi. Kwa hiyo kama umelogwa, kama umefungwa kwa kutumia kizazi, kwa kutumia kingila, hata ukiaguliwa hautoweza kupata mafanikio. Na ndio wale watu wanaohangaika kwa waganga mbalimbali, halafu hawapati mafanikio mpaka wanaona labda waganga ni waongo, au labda hao waganga hawanisaidii au hawajui. Lakini kumbe kilichokuwa kimetokosekana pale ni mganga hakuweza kuangalia na kujua kingila kilichochukuliwa kwa huyu mtu, ambapo sasa kama ni mganga mwenye nguvu kama mimi Dr. Imani Mandoto, nikisha angalia nikaona labda wewe umechukuliwa kingila cha pedi yako kiko uchawini, na ndio maana unapotaka kushika ujauzito haushiki kwa sababu wale wanachezea kile kingila chako. Mimi Dr. Imani Mandoto kupitia nguvu za majini na mizimu huwa tunawaagiza majini kwenda kuchukua kile kitu, na kinaletwa pale ulipokuwa unaaguliwa, na utakuja utaonyeshwa kama ni nguo yako, kama ni mchanga uliokanyaga, kama ni mchanga kwenye biashara yako. Kwa sababu kama utachukuliwa mchanga kwenye biashara yako ukapelekwa uchawini, maana yako biashara yako ikifungwa hakuna mteja atakaye kuja kwako, utafanya biashara, pesa hautoziona. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale wachawi wanakuwa wana mchanga wa pale kwenye eneo lako, na kama wakichukua mchanga wa nyumbani kwako, watakuwa kila siku wanga wanakuja kukuangia nyumbani kwako. Na hata ukiweka kinga, hakuna kinga itakayewazuia wachawi, kwa sababu wachawi wao wana mchanga wa kama kingila wa nyumba yako kule uchawini. Ndio maana utakuta kuna watu wamezindika nyumba zao lakini bado wanarogwa. Unashangaa, mimi nimewekewa kinga hapa kwangu, nimechinja mbuzi, nimechinja kondoo, nimefukia mpaka vitu hapa, kwa nini wachawi bado wananiroga? Kumbe mlichelewa, wachawi wale miwahi walichukua mchanga wa hapo nyumbani kwako kabla haujaweka kinga. Kwa hiyo ni lazima mganga anaokuagua atume jini au atume nguvu zake za mizimu kwenda kwa wale wachawi kwenda kuchukua kingila kilichochukuliwa ili kuweza kukusaidia. Kwa hiyo hata kama nyinyi mke na mume
Kama wachawi watapata chakula mlichobakiza, labda mlikula chakula kwa kutokujua, mkachukua mkachupa jalalani, wachawi wakachukua kile kama kingila, chakula mlichokula mke na mume, kinaweza kikatumika kama kingila cha kuwafarakanisha, mkajikuta mnagombana pasipo sababu, pasipo kuwa na ugomvi. Yani mtu akiongea neno kidogo, mwingine anaona kama vile amechomwa jiti la kwenye roho, anakuwa analipuka na kwa vitu ambavyo ni vidogo tu, mnakuwa hamuelewani tena, hamwezi kumaliza matatizo yenu nyinyi kwa nyinyi, hamwezi kujadiliana wala kupanga kitu chochote, muda wote nyinyi mnagombana, mkionana mnagombana, mkipigiana simu mnagombana. Ukianza kuona dalili hiyo, ukae kabisa na kuelewa kwamba kuna vitu vilivyotumika, kuna vingira vilivyochukuliwa, ndio vimekwenda kuwafarakanisha, ndio vimekwenda kufunga hiyo biashara yako, ndio vimekwenda kukufunga usiolewe, ndio vimekwenda kukufunga usioe, ndio vimekwenda kukufunga usipate mtoto, ndio vimekwenda kukufunga usipate kazi. Kwa hiyo wakati wowote unapoona unapitia changamoto za kuweza kukosa au kutafuta kitu fulani au za kujitibu maradhi fulani na unahangaika kwa waganga mbalimbali haujapata mafanikio, nakusihi sana unitafute mimi Dr. Imani Mandoto ili tuweze kukuangalia kwa kina. Je, umerogwa kweli, lakini wametumia kingila gani cha kuweza kukuroga? Wamekutupia majini kweli, wametumia kingila gani kinachofanya mpaka hawa wanakichezea kile kingila kule uchawini na wewe ukose mafanikio? Utakaponipigia mimi Dr. Imani Mandoto na kuhakikishia tutaweza kukusaidia kwa ukaribu. Na uzuri wa mimi Dr. Imani Mandoto, naweza kukusaidia popote ulipo, nchi yoyote uliopo, uko Tanzania, uko Afrika Kusini, uko Dubai, uko Madagascar, uko Zimbabwe, uko Namibia, uko Komoro, popote ulipo Afrika na nje ya Afrika, mimi Dr. Imani Mandoto nikipata jina lako la baba na la mama, hakika naweza kukupata vizuri kupitia nyota yako na tukajua kinachokusumbua na tukatumia nguvu za mizimu kuweza kukusaidia wewe. Tukatumia nguvu za majini kuweza kukusaidia wewe kwenda kuwatuma hao majini kwenda kuchukua kingila popote ulipo. Kwa hiyo kama umeachwa na mpenzi wako, umefalakanishwa na wachawi na unahangaika, elewa kuna kingila kilichukuliwa. Njoo kwa Dr. Mandoto tuweze kukusaidia. Kama biashara yako umeihangaikia lakini haifunguki, wateja hawapatikani, elewa kwamba kuna uwezekano mkubwa wachawi wamechukua mchanga wa hapo kwenye biashara yako. Njoo kwa Dr. Imani Mandoto tupate kukusaidia. Kama wewe ni mama unatafuta uzazi na haupati, unakwenda hospitali tatizo halionekani, elewa kwamba wachawi wamechukua pedi yako ulioitumia kwenye period, wamekwenda kuifunga. Njoo kwa Dr. Imani Mandoto ili tuweze kukusaidia. Piga simu namba 0655942428, niambie nini shida yako, tutakuchunguza kwa kina na tutaweza kukusaidia. Karibu katika chaneli hii, endelea kusubscribe, endelea kulike video zetu. Niulize hapo kwenye comment kama kuna watu wanataka kuuliza na mimi nitaweza kukujibu. Karibu Tanga, karibu Hale. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.